Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu siku ya leo Oktoba 21, 2025, na muda huu utasikia taarifa kuhusu Donald Trump ambaye amesema ya kwamba hana imani kama Ukraine inaweza kuishinda Urusi kwenye uwanja wa vita. Kwa nini? Utasikia pia hapa na utasikia uchambuzi kinagaubaga kuhusu taarifa ya Donald Trump kusema ya kwamba hana imani kama Ukraine inaweza kushinda vita. Kwanza ni ripoti kabla ya uchambuzi wa taarifa hii. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump haamini ya kwamba Ukraine inaweza kushinda vita vyake na Urusi, ambapo amesema hayo wakati akizungumza na wanahabari katika ikulu ya White House siku ya jana Jumatatu Oktoba 20, ambako Trump amesema bado wanaweza kushinda, ila hadhani wataishinda, lakini bado wanaweza kushinda. Na alipoombwa kufanua msimamo wake kuhusu mzozo huo, hakuelezea kiundani zaidi kuhusu hilo. Amesema wanaweza kushinda, lolote linaweza kutokea, maana vita ni jambo la ajabu sana. Mambo mengi mabaya hutokea, mambo mengi mazuri hutokea pia. Alipoulizwa kuhusu madai ya migomo ya Urusi katika maeneo ya raia huko nchini Ukraine, Trump alijibu ya kwamba wengi wao waliuawa walikuwa wanajeshi. Trump pia amedai ya kuwa karibu wanajeshi 5,000 hadi 7,000 wa pande zote mbili hufariki dunia kila wiki katika mzozo huo wa Urusi na Ukraine ambao umeanza tangu Februari 2022. Pia Trump inakumbukwa alisema mwezi uliopita kwamba Ukraine inaweza kurejesha maeneo yote ambayo imepoteza kwa Urusi katika kipindi cha vita vya miaka mitatu. Na kufuatia simu yake na rais wa Urusi Vladimir Putin, Donald Trump alikazia tena ya kwamba Ukraine itapoteza baadhi ya mali yake kwa Urusi baada ya mzozo huo unaodumu kwa muda mrefu. Na huu ni uchambuzi wa kauli hiyo ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa Ukraine kushinda vita dhidi ya Urusi, pamoja na uchambuzi mpana wa maana, mazingira na madhara yake. Hivyo utasikia hapa undani wa uchambuzi wa taarifa hii. Kwanza ni muhtasari wa Donald Trump wa kile ambacho amekizungumza. Trump amesema Jumatatu Oktoba 20, 2025 ya kuwa I don't think they will win it. They could still win it. Never said they would win it. You know, war is a very strange thing. Trump amenukuliwa hivyo akizungumza katika lugha yao ya Kiamerika ama lugha ya Kiingereza. Kwa maneno mengine, anapitia msimamo ambapo anaamini ushindi wa Ukraine hujulikani na wala hana imani juu ya kwamba Ukraine itafaulu kuchukua mwelekeo wa ushindi kamili dhidi ya Urusi. Wakati pia huo Trump amependekeza pande zote Ukraine na Urusi zizuie kabisa mapigano kwa mahali walipo sasa kama njia ya kuleta suluhu. Na hii ni sababu ya kauli ya rais wa Marekani Donald Trump. Kauli ya Trump inaweza kueleweka kwa kuzingatia vipengele vifuatavyo. Kwanza kabisa ni uhalisia wa kivita. Vita kati ya Ukraine na Urusi imekuwa ngumu, yenye hasara kubwa kwa pande zote na bila ushindi unaonekana haraka. Trump anaangalia hali kwa mtazamo wa kwamba ushindi wa wazi kwa Ukraine uko shakani. Kauli yake ya war is a very strange things, yani kwamba vita ni kitu cha kushangaza, inaashiria uelewa wa kwamba vipimo vya ushindi, mapigano ya gurudumu la vita, vita vya kujilinda, vita vya eneo, vita vya mgogoro wa muda mrefu, yote hii inafanya matokeo kuwa yasiyotabirika. Mbili ni kuhusu mabadiliko ya sera za Marekani au msimamo wa nje. Mpaka hivi karibuni alizungumza kuwa Ukraine inaweza kurejesha maeneo yote yaliyokamatwa na Urusi. Kwa mfano, Septemba 2025 alitoa kauli ya matumaini, I think Ukraine with the support of the European Union is in a position to fight and win all of Ukraine back in its original form. Yani kwamba kwa sapoti kutoka ama kwa kuungwa mkono na nchi za Ulaya, Ukraine inaweza kurudisha maeneo yake ambayo yameshikiliwa na Urusi. Sasa anaonekana kubadili dhana yake na kuonyesha upendeleo wa suluhu ya mazungumzo, pengine ya kukata nafasi ya ushindi kamili kwa Ukraine. Hii pia inaonyesha mabadiliko katika sera kutoka Ukraine kuwa ina nafasi ya kushinda hadi inaweza kushinda, lakini hata bili inanufaika. Tatu ni kuhusu msukumo wa diplomasia na mazungumzo ya amani. Trump amezungumza kwa mara kadhaa kuhusu kusimamisha mapigano kwa kusimamisha mistari ya mbele. Wanasema stop where they are, yani pale ambako waliko sasa hivi waishie hapo, na kuandaa mkutano wake mwenyewe
na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Hungary. Kwa hivyo kauli yake ina sehemu ya kushinikiza mwafaka wa amani badala ya kuendelea kwa vita bila kikomo. 4, naweza kusema kwamba ni kuhusu changamoto za kiusalama na rasilimali. Ukraine inaomba silaha za mbali kama mkombora ya Tomahawk ili kubadili mwelekeo wa vita, lakini Marekani chini ya Trump inaonyesha shaka juu ya kupanua mzunguko wa silaha, hali ambayo Trump ameonyesha. Aidha, msimamo unaonyesha kuwa Trump anaona kuwa hata kama Ukraine inapata silaha, ushindi hauhakikishiwi ama haipewi ushindi wa uhakika kutokana na nafasi ya Urusi kwenye uwanja wa vita, nafasi ya kiusalama ya Ukraine, hali ya uchumi wa vita na usaidizi kutoka kimataifa kwa Ukraine. Huu ni uchambuzi wa maana ya kauli hii pia ya Donald Trump. Kauli ya Trump ina maana kadhaa za kiaibu, kisiasa na kimataifa. Hapa ni baadhi ya vipengele kuhusu hili. A, ni kuhusu upande wa Ukraine. Kwa Ukraine, kauli kama hii inaweza kuwa pigo la kimuundo wa morale. Ikiwa mshauri muhimu Marekani anaona ushindi ni ghali sana, inaweza kupunguza ari ya kupigana na pia kuathiri mwamko wa unga mkono kutoka nje kwenda Kiev. Inaweza pia kuelekea kwa shinikizo la kuwasilisha suluhu ya haraka inayoweza kumaanisha kukubali masharti ya Urusi yaliyochukuliwa kama ya ukutani au upungufu wa malengo ya Ukraine kama kurejesha maeneo yote. Kwa upande mwingine, inaweza pia kuonyesha ukweli wenyewe ya hali ya vita, kwamba Ukraine ipo katika hali ngumu, huenda itashindwa kurejesha baadhi ya maeneo kwa haraka au kamwe, na inahitaji la mikakati mbadala ya kujiimarisha na kutegemea msaada wa kimataifa. B, kwa upande wa Marekani na Trump, sera hii inaonyesha mwelekeo kwamba Trump anataka kumaliza ugomvi bila kuongeza madhara ya Marekani, bila kuingia kwa kina zaidi, ikiwa ni kama kuondoa jukumu la Marekani kwa vita ya muda mrefu. Inaweza pia kuonyesha mbinu ya kuwekeza kwa Marekani kama mposha mazungumzo, yani deal maker, badala ya mshiriki wa moja kwa moja wa vita. Trump pia ametaja Safe Style kwake kama mediator. Kwa upande wa ndani ya Marekani, kauli hii pia inaweza kutumia kama sehemu ya kampeni yake ya kisiasa, kuonyesha kuwa yeye atamaliza vita vya nje ama vita ya nje kwa njia ya maboresho badala ya kuendelea kuongeza makumi ya mabilioni ya dola bila dhamira ya mwisho inayoonekana. Si kwa upande wa Urusi pia. Kwa upande wa Urusi, kauli ya Trump inaweza kusambaza matumaini kuwa Marekani haioni haraka ushindi wa Ukraine na hivyo kuweza kuhesabiwa kama nyenzo ya kiujanja ya Moscow. Hii pia inaweza kutoa nafasi kwa Urusi kuwekeza kwenye mazungumzo ya amani kutoka nafasi yenye nguvu ya kuamini Marekani inaweza kudhibiti matokeo kwa njia ya suluhu. D, kwa upande wa jumuiya ya kimataifa na usaidizi wa Ukraine au kwa Ukraine. Viwango vya msaada wa kijeshi, fedha na kiusalama kwa Ukraine vinaweza kuathirika ikiwa mmoja wa wachezaji wakubwa, yani Marekani, anaonyesha shaka juu ya ushindi wa Ukraine. Shirika la kimataifa la NATO na washirika wa Marekani wanaweza kuhitaji kuchambua upya jinsi wanavyogusia swala la Ukraine. Je, ni vita vya kushinda kikamilifu au vita vya muda mrefu vya kujilinda au suluhu ya mchakato wa mazungumzo? Kwa rasilimali na usaidizi wa akili ya wananchi wa dunia, hali kama hii inaonyesha kwamba hatima ya vita sio ushindi wa haraka, bali inaweza kuwa ya kusimama, mabadiliko ya mgogoro na mikataba. Madhara makubwa yanaweza kutokea baada ya kauli hii. Kupitia kauli hii ya Trump, madhara mbalimbali pia yanaweza kutokea. Hapa pia ni baadhi ya sababu. Kwa upande wa Ukraine, kuhisi kutokuwa na dhamira ya Marekani inaweza kupunguza ari ya kijeshi na kuongezeka kwa hali ya kujitenga kwa baadhi ya wapiganaji na wananchi. Inaweza pia kupelekea Ukraine kukubali makubaliano ya amani ambayo hayatajumuisha kurejeshwa kwa maeneo yanayochukuliwa na Urusi, hivyo kudhoofisha kabisa malengo ya nchi hiyo. Kwa upande wa usaidizi wa kimataifa, wafuasi wa Ukraine wanaweza kuwa na wasiwasi ikiwa kuongezeka kwa usaidizi wa kijeshi hakuwezi kusababisha ushindi, hivyo mipango ya muda mrefu ya ulinzi na usaidizi inaweza pia zikazidi kuwa muhimu.
Kwa upande wa Marekani pia naweza kusema ya kwamba msimamo wa Trump unaweza kuhisi kama mbele ya kupuuza msaada wa kiungwana na kulazimisha nchini kwayo wajibu mdogo zaidi, jambo ambalo kunaweza kukosolewa ndani ya Marekani na pia na washirika wake. Inaweza pia kuleta mgongano wa sera za nje na ndani, ambako wale wanafunzi wa sera ya kilema na marejesho kwa Ukraine wanaweza kuipiga vita ya Trump kama kupunguza nafasi ya Marekani kuunga wanachama wa NATO na usalama wa Ulaya. Kwa upande wa Urusi pia hali hii inaweza kuimarisha hali ya kujiamini kwa Moscow kwamba Marekani haamini kuwa nchi hiyo inaweza kushinda, na hivyo Urusi ina nafasi ya kujenga msimamo wa kiuvumilivu na kukabiliana na vikwazo. Lakini inaweza pia kuwa hatari kwa Urusi ikiwa Trump anafanya hivyo kuelekeza mazungumzo ya amani na kutoa nafasi ya mfumo mpya wa ushawishi wa Urusi, Ulaya na Amerika. Na mwisho naweza nikasema kwamba kauli ya Trump ya kwamba hana imani juu ya Ukraine kuwa itaweza kushinda vita hii dhidi ya Urusi, lakini hakuwa amesisitiza kuwa hawezi kabisa, ni ishara ya mabadiliko makubwa mno ya sera ya Marekani, kutoka msaada wazi wa ushindi wa Ukraine hadi mwelekeo wa kutafuta mwafaka wa amani ikiwa ushindi hautapatikana. Kwa Ukraine pia hii ni changamoto moja kwa moja kwa morali yake, mikakati yake ya kijeshi na mahusiano yake na wasaidizi wake. Kwa Marekani pia hii inaonyesha msimamo wa kupunguza mzigo wa kijeshi na kujikita zaidi katika diplomasia. Na kwa ulimwengu wa usalama inaweka swali la msingi: ni je, huwezi kushinda vita? Je, ni vyema kutafuta amani hata kama haijavutia? Hicho pia ndicho ambacho kinaweza kubaki kama swali kwa ulimwengu wa usalama kuhusu hicho ambacho pia Donald Trump amekizungumza, na naweza pia nikafanya tafasiri ya aina hiyo kwamba ni kwa namna gani ambavyo pia Donald Trump haoni ushindi kwa nchi ya Ukraine. Hivyo basi, japo amesema lolote linaweza kutokea kwa sababu vita ni kitu ambacho hakitabiliki. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa naweza nikaishia hapo kuhusu kuchambua kauli hii ya bwana Donald Trump ambaye amezungumza kuhusu Ukraine kuwa na nafasi ndogo ya kushinda vita hii ya Urusi pamoja na nchi hiyo ya Ukraine. Taarifa zaidi basi na kuahidia kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zingine kemkem kutoka kimataifa. Hii ni JM TV.